waandaji wa safari za kimataifa za meli na boti zinazobeba misaada ya kibinadamu kwenda Gaza, ambao mwaka jana walipeleka pia misaada hiyo, wamesema kuwa wanapanga mpango mkubwa zaidi wa meli ya zaidi ya 100 mwezi Machi mwaka huu. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew. Tangazo hilo limetolewa mjini Johannesburg katika makao makuu ya Rais wa Afrika Kusini na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Nelson Mandela. Wanaharakati hao wameeleza kuwa mpango ujao utakuwa na hamasa kubwa zaidi na unaoongozwa na raia dhidi ya vitendo vya Israel katika eneo la Wapalestina. Tutasafiri kwa wakati huu maelfu ya washiriki, wakiwemo madaktari, wauguzi, wataalamu wa afya. Tutakuwa nao na tutawaalika washiriki wengine kutoka kila taifa, amesema mwanaharakati Sumeira Akdens Odu. Waandaji hao wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuzuia vikosi vya Israel kuingilia operesheni hiyo. Mwezi Oktoba mwaka jana, jeshi la Israel lilisimamisha boti zipatazo 40 katika meli ya Global Summit Flotilla zilipokuwa zikijaribu kufika Gaza na zikazingirwa. Mjukuu wa Mandela na mwanaharakati wa Uswidi Greta Thunberg walikuwa miongoni mwa washiriki zaidi ya 450 waliokamatwa katika safari hiyo ya kwanza. Hii ni kwa wale wanaotaka kusimama na kutetea haki na utu kwa wote, amesema Mandela katika mkutano huo, na kusisitiza kuwa tunataka kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kuungana nasi. Hata hivyo, amebainisha kuwa wameamua kutoa tangazo hilo katika wakfu wa Nelson Mandela ili kuangazia uungwaji mkono wa babu yake kwa sababu ya Palestina. Wapalestina na mashirika misaada ya kimataifa wanasema vifaa vinavyofika katika eneo hilo bado havitoshi licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa mwezi Oktoba mwaka jana, ambayo yalijumuisha dhamana ya kuongezeka kwa usaidizi wa kibinadamu. Waandamanaji wa safari hiyo wanasema zaidi ya wanaharakati 1000 wakiwemo madaktari, wachunguzi wa uhalifu wa kivita na wahandisi watakuwa sehemu ya watu watakaokuwemo ndani ya meli hiyo. Mbali na msafara wa majini, lakini pia kutakuwa na msafara wa ardhini ambao unatarajiwa kuvutia maelfu ya wanaharakati zaidi katika nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Tunisia pamoja na Misri. Raia wa ukanda wa Gaza wanahitaji msaada wa kibinadamu kwa kiwango kikubwa na cha dharura sana kutokana na hali mbaya ya kibinadamu inayozidi kuongezeka kila siku. Maelfu ya familia hawana chakula cha kutosha, maji safi, dawa wala huduma za msingi za afya, huku hospitali nyingi zikiwa zimeelemewa au kuharibiwa kabisa. Watoto, wanawake na wazee wako katika hatari kubwa ya njaa, magonjwa na majeraha bila matibabu, wakati makazi mengi yamebomolewa na kuwalazimisha watu kuishi katika mazingira yasiyo salama. Kwa ujumla, msaada wa kimataifa unahitajika haraka ili kuokoa maisha, kupunguza mateso na kuzuia janga kubwa zaidi la kibinadamu. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew.